Hii ni Sky TV. Hujambo mtazamaji na karibu sana kutazama ulimwengu wa habari na habari kuu usiku huu. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kuwa mwaka huu serikali imeongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa asilimia 35.1. Na mwanasiasa nchini Kenya auawa kwa kupigwa risasi mjini Nairobi. Katika michuano ya Muungano Cup kufikia tamati siku ya leo. Karibu mtazamaji kwa uchambuzi wa dakika 30 wa habari zetu. Jina langu ni Fredi Cheti. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kwa mwaka huu serikali imeongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa asilimia 35.1. Mwandishi wetu Mindi Joseph ana undani wa taarifa hii. Tanzania imeungana na nchi nyingine leo kusherehekea siku ya wafanyakazi duniani na kitaifa imefanyika mkoani Singida, ikiwa ni kumbukumbu ya mapambano ya kihistoria na maendeleo yaliyofanywa na wafanyakazi duniani kote. Kwenye maadhimisho hayo, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa asilimia 35.1. Wafanyakazi oye! Miamvuli oye! Naona miamvuli imepanda sasa. Wakati wote miamvuli ilikuwa chini. Sasa hivi miamvuli imepanda. Sasa kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa, mimi na wenzangu, na baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda, na umepanda kwa sababu ya nguvu zenu wafanyakazi, ninayo furaha ya kuwatangazia kwamba katika kuzidi kuleta ustawi kwa wafanyakazi, mwaka huu serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa asilimia 35.1. Wafanyakazi oye! Mshikamano, solidarity. Aya, tusikilize. Nyongeza hii itakayoanza kutumika mwezi Julai mwaka huu itaongeza kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000. Ngazi nyingine za mshahara nazo zitapanda kwa kiwango kizuri jinsi bajeti inavyoturuhusu. Lakini nataka niwaambie nyongeza nzuri ipo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amebainisha kuwa juhudi mbalimbali zinazochukuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa wafanyakazi nchini zimewezesha mazingira salama na kuboresha maisha ya wafanyakazi. Juhudi zako za kuimarisha mazingira bora ya kazi nchini, kuongeza fursa za ajira, pamoja na kuendeleza mazungumzo kati ya serikali, waajiri na vyama vya wafanyakazi zinazidi kunufaisha wafanyakazi. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Ridhiwani Kikwete amesisitiza kuwa serikali itaendelea kuboresha mazingira ya kazi, kuhamasisha ajira kwa vijana na kusimamia maslahi ya wafanyakazi nchini bila kujali sekta wanayotoka. Kisha kwamba tutakapofika mwaka 2025 tutakuwa tumetekeleza uajiri wa Watanzania milioni 8. Leo hii ninaposimama hapa, Mheshimiwa Rais, nataka niseme mbele ya umati huu kwamba sasa tunaelekea ajira milioni 9. Siku ya wafanyakazi imekuwa ikiadhimishwa kwa miongo kadhaa katika nchi za kisoshalisti kama vile Cuba, Muungano wa Soviet na China kama moja ya likizo muhimu zaidi. Wakati huo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wafanyakazi kuendelea kufanya kazi kwa kujitoa, huku akiamini kwamba anafanya kazi ya umma yenye maslahi mapana kwa taifa. Tunaposherehekea sikukuu ya wafanyakazi, kila mmoja bebe wajibu ndani ya moyo wake kwamba sisi ni watu ambao tunabeba taswira ya serikali. Mfanyakazi mwenzetu mmoja tu anaweza kuharibu kabisa mnyororo wa taswira ya serikali na serikali yetu ikashindwa kupendwa. Baadhi ya wafanyakazi bora ambao leo wamepewa tuzo katika sherehe hizo wanasema
Ni kufanya kazi tu kwa moyo mmoja, kwa kuwapenda watu unaohudumia, naendelea kufanya kazi kwa bidii ili kujenga taifa letu. Kifupi, nimefurahi na ninashukuru sana kwa zawadi, na pia napenda hata wenzangu siku nyingine wapongeze kwa mtindo huu, kwa sababu zawadi inatia moyo. Asante sana. Mindi Josefu, Sky TV. Tuangazie taarifa nyingine ambapo waajili wa taasisi za umma na binafsi mkoani Geita umetakiwa kuwasilisha mapema michango ya watumishi wao katika mifuko ya mafao ili kuepusha usumbufu pindi pale watumishi wanapostaafu. Mwandishi wetu Michael Bundala ametuandalia taarifa hii. Topita kazi mulizi zalau, mulitaka masilahi huku kazi hamufanyi, mishahara muko macho kwa kazi muko wazembe. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela akiwa mgeni rasmi anatoa wito kwa waajiri wote kupeleka michango ya watumishi wao ili wasipate usumbufu wakati wa kustaafu, na pia akawataka wananchi kwenda kujiandikisha kupiga kura kwa kuwa zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura limekwisha kuanza. Na malenga wetu ameimba hapa. Mbona wengine hatuwafanyii vikokotoo? Wapeni hela zao. Fanya kazi hoye. Katika jambo ambalo Rais Samia analifanyia kazi ni pamoja na kikokotoo. Juzi mlisikia wakati anazindua benki ya ushirika 28 mwezi wa 4 alilizungumzia jambo hili na akaahidi serikali inaendelea kuangalia kuhakikisha swala la kikokotoo linatafutiwa formula ambayo mifuko itakuwa endelevu lakini bila kuwaumiza wastaafu. Mratibu wa shirikisho la wafanyakazi TUCTA Magiru Ndebile Kabengwe ambaye pia ni katibu wa TALGU mkoa wa Geita ametoa kero mbalimbali za watumishi ikiwemo suala la kikokotoo pamoja na kucheleweshwa kwa michango ya bima ya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyoelekezwa katika kauli mbiu ya Mei Mosi 2025 hapo juu, ni wazi kwamba wafanyakazi tunaamini serikali yetu ni sikivu. Hivyo inapaswa kuboresha maslahi ya watumishi kwa kuongeza bima vya mishahara kwa watumishi wa sekta zote, yaani watumishi wa sekta ya umma na sekta binafsi. Changamoto mbalimbali zinazowakabili wafanyakazi wa mkoa wa Geita. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyo desturi siku hii muhimu, pamoja na kutoa pongezi kwa mambo mazuri yanayofanywa na serikali yetu, tunaitumia pia kuainisha changamoto mbalimbali zinazotukabili ili wa serikali yetu iweze kuzifanyia kazi kwa maslahi mapana ya wafanyakazi na taifa kwa ujumla. Kwa mantiki hiyo, wafanyakazi wa mkoa wa Geita tunawasilisha changamoto zetu kama ifuatavyo: uwasilishaji wa michango katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na waajiri kutambua kuwa kutowasilisha michango katika mifuko ya hifadhi ya jamii ni kukiuka sheria, bado kuna changamoto kubwa ya baadhi ya waajiri. Haya ni mamia kwa maelfu ya wafanyakazi pamoja na wananchi wa kawaida waliojitokeza katika siku ya wafanyakazi duniani. Vyama vya wafanyakazi wametumia jukwaa hili kutoa kero mbalimbali za wafanyakazi, huku gumzo kubwa ikiwa ni swala la kikokotoo. Kutoka mkoani Geita, mimi ni Michael Francis Bundala. Asante sana Michael Bundala kwa taarifa hiyo. Tutazame taarifa nyingine ambapo viongozi wa dini kutoka madhehebu mbalimbali mkoani Arusha wametoa rai kwa wananchi kujiepusha na vitendo vyovyote vinavyoweza kuhatarisha amani ya nchi, hasa kipindi hiki taifa likielekea katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mapema mwaka huu. Viongozi hao wamesema ni vyema wananchi wakajiepusha na mijadala na vitendo vinavyovuruga amani vinavyofanywa na baadhi ya wanasiasa wasiothamini demokrasia na amani iliyopo. Ikiwa amani na utulivu haitakuwepo katika nchi yetu, kazi zetu zote hazitakuwa na maana. Sisi viongozi wa dini, Jumuiya ya Maridhiano na Amani, tunasema hivi: ikiwa kiongozi yeyote wa dini atatumia dini kuharibu amani ya Tanzania, hiyo tukatae. Ikiwa kiongozi wa chama chochote cha siasa atatumia nafasi yake ya usiasa kuharibu amani ya Tanzania, hiyo tukatae.
kwa sababu ni kuondoa mafanikio ya wafanyakazi, ni kuondoa mafanikio yetu katika Tanzania. Asiyefanya kazi na asile, lakini vile vile suala la kufanya kazi, jambo hili ni muhimu sana. Tambua ya kwamba wengi wafanyakazi, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wafanyakazi. Mungu anasema, ewe mja wangu, tikisa mkono wako nami nitatia baraka juu yako. Nao baadhi ya washiriki katika maadhimisho hayo wanatoa wito kwa wananchi wanaotarajia kugombea nafasi mbalimbali katika uongozi kuhakikisha wanajali maslahi ya wafanyakazi nchini. Tunachokiomba kwa serikali ni mazingira mazuri ya kufanya biashara, ya kutusapoti, na naamini kwamba serikali ikitushika mkono tutafikia mahali ambapo tunahitajika kufika kama nchi. Mratibu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA mkoa wa Arusha, Ali Masenza, pamoja naye mkuu wa wilaya ya Arusha Joseph Mkude wanasisitiza umuhimu wa kuheshimu haki za wafanyakazi na kuboresha mazingira yao ya kazi ili kuongeza ufanisi. Waajiri wengine wanatoa mikataba isiyofuata sheria, wanatoa mikataba ya muda mfupi, wiki moja, wiki mbili, mwezi mmoja, miezi mitatu, kwa kazi endelevu, hasa katika sekta ya ujenzi, migodi, usafirishaji na viwandani, kitu ambacho ni kinyume na sheria ambayo inataka mkataba wa muda maalum usipungue miezi 12. Uwepo wa vyama vya wafanyakazi ni mikataba ya hali bora sehemu za kazi, pia ni takwa la kisheria. Naziagiza taasisi zote za umma katika mkoa wa Arusha ambazo hazitaunda mabaraza ya wafanyakazi kuhakikisha mabaraza hayo yanaundwa mara moja. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, mimi ni Amina Ngahewa. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari, na nikukumbushe habari kuu usiku huu ambapo Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kwa mwaka huu serikali imeongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa asilimia 35.1. Na katika michezo, michuano ya Muungano Cup inafikia tamati usiku wa leo. Tuangazie taarifa nyingine ambapo imeelezwa kuwa huduma za chanjo usaidie kwa kiwango kikubwa katika ukuaji wa mtoto au mtu mzima kukabiliana na magonjwa yanayozuilika kwa chanjo na kuokoa maisha. Mwandishi wetu Ibrahim Jamar ana taarifa kamili. Katika simulizi inayoumiza, Ahmad Isa alizaliwa mzima. Baada ya miaka miwili ulitokea ugonjwa wa surua, lakini alichelewa kupata matibabu, hali iliyopelekea kuwa na ulemavu wa kudumu wa kutoona. Mimi wakati nilizaliwa mzima kama hivi ambavyo wewe ulivyo. Nilipofikisha miaka miwili kukatokea wimbi kubwa la surua mtaani kwetu. Lile wimbi, kwa bahati mbaya, hata wazazi wangu hawakujua kwamba inaitwa surua. Wanachokumbuka mama anachonisimulia, ilikuwa ni jioni, nilikuwa nacheza kama kawaida. Niliporudi nyumbani, yakaanza mabadiliko ya hali ya mwili, kupata joto kali sana. Kadiri muda ulivyokwenda, ndivyo mwili uliendelea kuchemka, homa kali. Wakati mwingine nilipumua kwa shida kwa sababu ya ile homa kali. Sasa kadiri ambavyo waliendelea kunipa dawa, na bahati nzuri leo wataalamu wa tiba asili wako hapa, tazungumza pia kipengele ambacho kilipelekea pia kumaliza mchezo wote. Wao waliwaza kwa kuwa ninaumwa na hawakuwa na wazo la hospitali, wakajua tayari nimelogwa. Enzi hizo waliamini kila ugonjwa ambao mtu anakuwa anaumwa huwa anakuwa amelogwa. Kwa na mimi pia wakajua nimelogwa. Kwa hiyo walichokifanya, walitafuta miti mbalimbali kwanza kushusha ile joto kwa kunifukiza. Katika mahojiano na kaimu meneja wa mpango wa taifa wa chanjo kutoka Wizara ya Afya Lotalis Gadau, anasema madhara ya mtoto endapo hatopata chanjo, atapata ulemavu wa kudumu kama kutoona, kupooza na kupoteza maisha.
Lakini pamoja na hayo, kuna watoto wengine ambao wakipata labda ugonjwa wa kupooza wa polio, anaweza akaathirika miguu yake labda yote miwili, ikapata ulemavu wa ghafla, akawa hana uwezo tena wa kutembea, na saa nyingine anaweza akapoteza maisha. Sio hilo tu, kuna madhara mengine ambapo labda kwenye endapo mtoto atapata kirusi cha kusababisha kuhara kule kukali, mtoto anaweza akapata tatizo la kuhara kwa muda hata mrefu au mfupi, lakini mwisho wa siku anaweza akapoteza maji mwilini ambayo anaweza akampelekea kupoteza maisha. Mkurugenzi msaidizi sehemu ya elimu ya afya kwa umma kutoka Wizara ya Afya, Dr. Onna Mashirikiano, anasema jamii bado ina mtazamo hasi kuhusu chanjo. Wameendelea kutoa mafunzo ya HCD ili kutatua changamoto hiyo. Chanjo ina umuhimu kwa mwananchi, hususan kuanzia mtoto mdogo. Mimi mwenyewe ni mnufaika wa chanjo. Nakumbuka wazazi wangu pale waliniambia kwa taarifa nilionayo wakati nazaliwa kwamba kuna baadhi ya chanjo ambazo nilipewa na zingine nilikuwa naangalia makovu mkononi, nikajua kabisa hii ni chanjo. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wa Ushetu kwamba chanjo ni muhimu sana. Chanjo inaokoa maisha, chanjo inakuzuia mtoto asipate maambukizi mfano ya polio na magonjwa yale ambayo yanazuilika kwa chanjo. Chanjo lakini pia inaimarisha afya na inakusaidia kabisa kwamba mtoto atakuwa vizuri bila kuwa na maradhi mbalimbali, na hivyo kukua na ukuaji wake utakuwa bora na kumsaidia kuweza kuwa hata mtu mzima na kuweza kutekeleza majukumu yake. Ibrahim Jamali, Sky TV. Tuangazie taarifa nyingine ambapo Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe ameagiza kutokuwapa leseni waendesha ghala wanaotoza tozo ya upungufu wa uzito wa korosho hafi zilizohifadhiwa ghalani ili wakulima na wanunuzi wapate haki zao. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Virginia Po kutokea mkoani Dodoma. Ni katika kikao cha tathmini ya zao la korosho msimu wa mwaka 2024-2025 jijini Dodoma, ambapo Waziri Bashe ametoa maagizo hayo huku akitaja mapinduzi yaliyofanywa na Rais Samia katika sekta ya kilimo kuwa yameongeza uzalishaji wa korosho hadi kufikia zaidi ya tani 500,000. Export levy 100% ni hela ya mkulima ambayo miaka yote ilikuwa inaingia kwenye mfuko mkuu wa hazina. Rais Samia akasema hapana, hii nendeni mkanunulie salfa, mkanunulie viuatilifu vya maji, nendeni mkanunulie pikipiki, nendeni mkaajiri maafisa ugani waende kwa wakulima, nendeni mkafanyie utafiti, nendeni mkafanye kila kitu. Ndio maana leo tunashangilia tuko tani 500,000. Katika hatua nyingine, makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo, Mariam Ditopile, ameiomba wizara kuongeza thamani katika mazao yote yatokanayo na zao la korosho ili kuongeza kipato kwa wakulima. Lakini korosho ile ina faida maradufu kwa by products zake. Tuna tunda linaitwa bibo, lakini hata ukishaibangua yale maganda yana faida nyingi sana, ikiwemo kuzalisha mafuta ambayo inakuwa kama ni vilainishi, lakini pia hata kwenye kuzalisha umeme. Mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi Brigedia Jenerali mstaafu Alois Mwanjile anashukuru serikali kwani wamekuwa na msimu bora na hata kupanda kwa bei ya korosho. Bei ya korosho ghafi katika minada ya soko la bidhaa TMX iliongezeka kutoka shilingi 2,190 hadi shilingi 4,195 kwa kilo moja ya korosho ghafi zenye ubora wa daraja la kwanza. Nikiripoti kutoka Dodoma, Virginia Po, Sky TV. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia mtu mmoja kwa tuhuma za kuhusika na shambulio dhidi ya katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padri Charles Kitima, aliyejeruhiwa kichwani na kitu butu akiwa eneo la maliwato ya kantini ya TEC Kurasini. Kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo amesema tukio hilo limetokea jana saa 4 usiku, muda mfupi baada ya Padri Kitima kuhitimisha kikao cha viongozi wa dini mbalimbali kilichofanyika kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni. Tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira saa 4 usiku,
maeneo ya Baraza la Maaskofu Tanzania, Kurasini, Temeke, Dar es Salaam, ilipokelewa taarifa ya kujeruhiwa kwa Padri Charles Kitima ambaye ni katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Padri huyo inadaiwa tangu saa 3 asubuhi walikuwa na kikao na viongozi wa dini mbalimbali katika eneo hilo. Na baadaye, baada ya kikao kuisha, yeye majira saa 1 jioni alikwenda kwenye kantini yao ambapo aliendelea kupata kinywaji hadi saa 4:15 alipokuwa maliwatoni pembeni ya kantini hiyo. Alidai kushambuliwa kichwani na watu wawili. Baadaye alipelekwa hospitali ya Aga Khan kwa matibabu na anaendelea vizuri na matibabu. Mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Rauli Mahabi maarufu kama Haraja, mkazi wa Kurasini, anashikiliwa na kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo. Uchunguzi zaidi wa kina unaendelea ili kubaini wahusika wa tukio hilo na hatua kali za haraka zitachukuliwa kuhusiana na tukio hilo. Tutazame taarifa nyingine ambapo chuo cha mafunzo ya ufundi stadi VETA kupitia taasisi yake ya Fundi Smart wameingia makubaliano ya kuboresha ujuzi wa mafundi wa mikoa mbalimbali kutoka nyanda za juu kusini ili kuwawezesha mafundi kupitia ujuzi wao waweze kujiajiri kupitia ujuzi huo. Taarifa ya mwandishi wetu Upendo Kibetile inafafanua zaidi. Akizungumza katika kongamano la Fundi Smart lililowakutanisha zaidi ya mafundi 500 kutoka kada tofauti mkoani Mbeya, mkurugenzi wa taasisi hiyo Fred Herbert amesema lengo kuu la tukio hilo ni kutoa elimu juu ya umuhimu wa mafundi kujisajili ili waweze kushinda kwenye soko la ajira. Huko mkurugenzi wa VETA CPA Anthony Kasore ameeleza kuwa serikali inaendelea kuboresha mazingira ya mafundi nchini na kuwapatia mafunzo ya mara kwa mara na kuhamasisha kujisajili ili kutambulika kisheria. Sasa hii ni programu ambayo tunaifanya Fundi Smart kwa kushirikiana na VETA, ambapo tumesaini mkataba wa miaka 5 ambao wenyewe unawasaidia hawa mafundi ambao wamejifunza kupitia mfumo usio rasmi ili waweze sasa kurasimishwa na kupata vyeti kutoka VETA. Tuna jukumu la kuhakikisha kwamba huu ujuzi unapatikana kila mahali. Na sasa hivi VETA tuna jumla ya vyuo 80 hapa nchini ambavyo vinatoa mafunzo katika wilaya na mikoa mbalimbali. Lakini pia serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa hivi inaendelea na ujenzi wa vyuo 65. Kwa upande wake, mgeni rasmi katika kongamano hilo ambaye ni mkuu wa wilaya ya Mbeya Beno Malisa amewataka mafundi kufanya kazi kwa uaminifu na kuongeza zaidi ujuzi wao ili kuepusha migogoro na wateja wanaohitaji huduma za ufundi. Tibu uaminifu na ukaongeza ujuzi, hizi vurugu hazitakuwepo. Lakini tunavyozungumza, mtu yeyote ambaye hatumii contractor lazima anakiliwa. Ni wachache sana wanafanikiwa kumaliza bila migogoro. Kwa hiyo tutumie kongamano hili kuhakikisha tunajiongezea ujuzi. Baadhi ya mafundi walioshiriki kongamano hilo wameeleza kufurahishwa na elimu walioipata na kuahidi kubadilika kimaadili. Kulikuwa na changamoto za kiusalama, za kikodi, lakini pia changamoto za kutoaminika kwenye jamii. Baada ya kuwezeshwa katika mazingira ya umoja, hayo matatizo yote yametatuliwa. Kuna mkurugenzi mmoja amezungumzia pale kwamba jamani, sisi mafundi tumekuwa ni waongo. Kwa hiyo kupitia hili nimejifunza hata mimi kama fundi nirekebishe nisiwe muongo. Kwa sababu ninapofanya ile kazi ya ufundi natengeneza maslahi yangu ya maisha yangu na watoto. Nitakapokosa uaminifu na imani hata wateja watanikimbia. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Na mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa tutaangazia katika habari za biashara na uchumi.
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Na mtazamaji, tumerejea tena hapa kuendelea kutazama taarifa mbalimbali, na nikwambia tukirejea tena katika habari za biashara na uchumi, lakini ombe radhi kwa taarifa hizo kutokuwa tayari, na moja kwa moja tuelekee katika habari za kimataifa. Nchini Kenya. Mbunge wa Kenya Charles Ong'ondo Were ameuawa kwa kupigwa risasi barabarani katika mji mkuu wa Nairobi jana Jumatano. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amethibitisha taarifa hiyo kufuatia ripoti za vyombo vya habari za kuuawa kwa mbunge huyo wa eneo lilipo bunge la Kasipuli. Kisa hicho kilitokea kando ya barabara ya Ngong karibu na hifadhi ya maiti ya jiji la Nairobi baada ya kushambuliwa kwa risasi na watu wawili waliokuwa kwenye pikipiki, kimearifu kituo cha televisheni cha The Citizen cha nchini humo. Were alikuwa ni mwanachama wa chama cha Orange Democratic Movement ODM kinachoongozwa na mwanasiasa mkongwe Raila Odinga. Tuelekee nchini Burkina Faso. Maelfu ya watu wamekusanyika katika mji mkuu wa Burkina Faso Wagadugu Jumatano kumuunga mkono rais wa mpito Kapteni Ibrahim Traore. Wakiwa na mabango mkononi na filimbi zikipulizwa, walikuwa na hasira juu ya matamshi yaliyotolewa na mkuu wa jeshi la Amerika barani Afrika, Jenerali Michael Langley. Wabunge kadhaa walihudhuria mkutano huo akiwamo Waziri Mkuu Jean Emmanuel Aundreaugo. Waandamanaji hao walitoka kote nchini katika onesho kubwa zaidi la uungaji mkono kwa junta tangu Traore achukue madaraka katika mapinduzi ya Septemba mwaka 2022. Na sasa ni nchini Marekani. Naibu waziri mkuu na waziri wa uchumi wa Ukraine Yulia Sviridenko ametia saini makubaliano mjini Washington, ambako amesema vifungu muhimu vilivyopo katika mkataba huo ni pamoja na kwamba rasilimali zote kwenye eneo la Ukraine na eneo la maji ni mali ya Ukraine. Marekani chini ya makubaliano hayo imefunguliwa milango ya kuchimba madini ya thamani na adimu nchini Ukraine ili iendelee kupata msaada wa Marekani wakati ikiendelea kukabiliana na uvamizi wa Urusi. Kulingana na waziri mkuu wa Ukraine Denis
Shimihali. Makubaliano hayo yataanzisha ushirikiano sawa kati ya nchi hizo mbili na kudumu kwa miaka ipatayo 10. Msaada uliotolewa na Marekani kwa Ukraine kabla ya mkataba kusainiwa hautahesabika. Tofauti na rasimu ya awali, mpango huo hautakinzana na mkakati wa Ukraine wa kujiunga na Umoja wa Ulaya, kifungu muhimu cha Kiev kwenye makubaliano hayo. Rais wa Marekani Donald Trump ameshinikiza kupatikana kwa makubaliano kwa miezi kadhaa, ambayo anasema yatakuwa ni kama malipo kwa Marekani kufuatia msaada wa kijeshi na kifedha ambayo imeipatia Ukraine. Huku hayo yakifikiwa, Umoja wa Ulaya umesema una mpango mbadala unaolenga kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa Urusi ikiwa Marekani itafikia makubaliano ya Moscow pekee. Mwanadiplomasia mkuu wa sera za kigeni wa umoja huo Kaja Kallas amesema. Tuhitimishe na taarifa kutokea nchini Korea Kusini. Rais wa mpito wa Korea Kusini Han Duck-soo ametangaza kujiuzulu nafasi hiyo ili kupisha mchakato wa uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi ujao, huku kukiwa na matarajio kwamba huenda akagombea rasmi kiti cha uraisi. Vyombo vya habari nchini Korea Kusini vinasema Han Duck-soo anatarajiwa kuzindua kampeni yake ya kuwania uraisi hapo kesho Ijumaa. Hadi sasa Hani hajatangaza rasmi kuwania kiti cha uraisi. Mwanasiasa huyo alikuwa waziri mkuu na kukaimu nafasi ya uraisi baada ya kuondolewa kwa Rais Yoon Suk Yeol aliyeitia nchi katika machafuko ya kisiasa kwa tangazo lake la kuiweka nchi hiyo chini ya sheria ya kijeshi mwishoni mwa mwaka uliopita. Tamati ya habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Asante sana Pius Jayunga kwa mkusanyiko huu wa habari za kimataifa, na baada ya kutazama habari hizo moja kwa moja ni kukaribisha kutazama habari za michezo na burudani, ambapo tunaungana na mwanamichezo wetu Lai Saidi. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa wa kuelekea viwanjani kwenda kutazama yale ya kimichezo. Ungana nami mwana michezo wako Lai Saidi, na tukianzia hapa nyumbani ambapo wekundu wa Msimbazi Simba kesho atakuwa dimbani katika uwanja wa KMC Complex wakiwaalika Mashujaa FC katika mchezo wa kiporo ligi kuu soka Tanzania bara. Katika kuelekea mchezo huo, makocha wa timu zote mbili wameweza kuzungumza mipango yao, lakini pia maandalizi yapo kwa namna gani. Cha kwanza tunamshukuru Mungu, tuko salama kabisa na tumefanya maandalizi yetu mazuri kabisa, tukijua kabisa hatuna mchezo rahisi, kwa sababu Mashujaa ni timu ambayo kiukweli imekuwa ikitupa wakati mgumu sana. Hata katika mechi yetu ya kwanza tuliocheza nao Kigoma walitupa wakati mgumu sana, na ukiangalia wana mwalimu mzuri Salum Mayanga, kwa hiyo na imani kabisa ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa sana. Lakini kwetu sisi, kwa sababu ni mechi zetu za viporo, tunazichukulia kama fainali. Hakuna mechi rahisi kwetu. Tumejiandaa pamoja na ubora wao na ugumu wanaotupa Mashujaa kwenye mechi, tuhakikishe tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Inshallah, kwa uwezo wa Allah na imani tutapata pointi 3 katika. Na ukiangalia pia mwendelezo wa timu sio mbaya, ni mzuri. Lakini tukisema mchezo uliopita ambao tumeweza kupata ushindi mwishoni, na kitu pekee ambacho tunasema huu mchezo wa kesho tumejiandaa vile kufanya mwendelezo mzuri kwenye mchezo wa kesho. Na kiujumla niseme kwamba changamoto itakuwa kubwa sana. Najua kwa sababu ni timu nzuri ambayo nakutana nayo, ina wachezaji wazuri ambao wanaweza kufanya pressure yote, kuweza kufanya makosa na kuruhusu magoli, lakini sisi tumeandaa timu vizuri, defense iko vizuri, na tumeandaa timu kuwa imara kuweza kukutana na yote ambayo Simba. Michuano ya Muungano Cup inafika tamati leo hii, wakati kikosi cha mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara Dar es Salaam Yanga Africa, ambapo hivi sasa wapo dimbani kucheza dhidi ya JKU. Yanga wamechukua kombe hili mara 6, ikiwa ni idadi sawa na watani wao Simba katika michuano hii.
Na tukielekea kimataifa, kocha mkongwe raia wa Hispania Rafa Benitez ambaye amewahi kuinoa Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Napoli pamoja na Inter Milani ameripoti kukataa ofa ya kujiunga na klabu ya Al Ahly ya pale nchini Misri. Al Ahly siku chache zilizopita waliachana na kocha wake raia wa Uswizi Marcel Koller, na sasa inatajwa kuwa Rafa Benitez huenda angeenda kuchukua nafasi hiyo, lakini mambo yamegonga mwamba kutokana na kocha huyo kukataa kwenda kukinoa kikosi cha Al Ahly. Kwingineko ni kuhusiana pia na kikosi cha timu ya Chelsea ambapo kimepanga kumtoa kwa mkopo mchezaji wake Romelu Lavia kutokana na kuonyesha kiwango kibovu msimu huu ndani ya kikosi cha Chelsea. Romelu Lavia huenda akaondoka Chelsea na timu yoyote ambayo inamhitaji basi inatarajiwa kutoa kiasi cha pound milioni 40 kuweza kumpata mchezaji huyo. Na kwingineko ni kuhusiana na nyota wa Los Angeles Lakers LeBron James anasema hana uhakika kama ataendelea kuwa NBA msimu huu baada ya Los Angeles Lakers kutolewa katika raundi ya kwanza ya mchujo wa Minnesota Timberwolves. Na mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 40 katika msimu wake wa 22 kama mtaalamu hakuweza kuzuia Timberwolves kukamilisha ushindi wa mfululizo wa 4-1 na ushindi wa vikapu 103 kwa 96 katika mchezo wa 5 kwenye Krypton.com Arena. James, mfungaji bora wa muda wote wa NBA, alikuwa na matumaini ya kushinda ubingwa wa 5 msimu huu, lakini James ambaye pia alitia saini ya mkataba wa miaka 2 na Los Angeles Lakers mwaka 2024 anasema atachukua muda katika msimu huu kutafakari mustakabali wake ndani ya kikosi hicho. Na tuelekee tukatazame taarifa ya burudani ambapo Pendo Mkwawa anakuja na taarifa zaidi. Na katika burudani, mwigizaji na mtayarishaji maarufu wa filamu Rami Galis ametangaza rasmi kuanzisha kampuni yake ya utayarishaji wa filamu inayoitwa Garis Vision Picture. Kampuni hii inalenga kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya filamu nchini kwa kushirikiana na wataalamu mbalimbali waliobobea katika fani hiyo. Rami Galis pia amewapongeza Watanzania kwa juhudi zao katika ukuzaji wa sekta ya filamu, hasa baada ya mafanikio ya filamu ya Huba. Amesisitiza kuwa ni wakati wa kuonyesha ubunifu zaidi na kuleta hadithi zinazogusa maisha ya watu kupitia kazi za kisanaa zenye maudhui makini na burudani ya hali ya juu. Imefikia wakati kuitambulisha kampuni yangu rasmi ya Galis Vision Pictures ambayo itakwenda sambamba kuandaa tamthilia zangu mwenyewe kwa kushirikisha wasanii wabobezi, lakini vile vile watu ambao wamebobea katika fani ya uandaji. Hapa nitamzungumzia cameraman, nitamzungumzia director of photography, nitamzungumzia editor, nitamzungumzia sound engineer, nitamzungumzia soundman, nitamzungumzia script writer na screenplay display director, nitamzungumzia creative director, lakini bila kusahau costume designer. Pendo Mkwawa, Sky. Na taarifa hiyo mtazamaji ya Pendo Mkwawa inatufikisha tamati ya habari za michezo na burudani. Kwako Fred Chete uweze kutamatisha taarifa hii. Iula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo 3 na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025
kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Haya, mtazamaji, ametoka hapo mwanamichezo wetu Lai Saidi kutujuza taarifa za michezo na burudani, na sasa ni wasaa mzuri kwenda kutazama utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo ambao umeandaliwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Umari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Ilhali katika maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na mifumo ya anga bado endelea kuonyesha viashiria vya uwepo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi kuelekea kusini mwa nchi yetu pamoja na maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria kuelekea magharibi mwa nchi yetu. Na mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi fupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo ni vema kwa wananchi kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa usiku wa leo, maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi. Hali kama hiyo pia inatarajiwa katika maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro. Kwa maeneo ya nyanda ya juu kaskazini mashariki pamoja na pwani yetu ya kusini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini, mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo ya nyanda juu kusini magharibi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo ya mkoa wa Singida pamoja na Dodoma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Ilhali katika mkoa wa Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Mkoa wa Mwanza tunatarajia mvua pamoja na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Mbeya tunatarajia mvua pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia mvua katika maeneo machache. Na mpaka kufia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.
Naam, mtazamaji, na kwa nukta hiyo ndivyo ambavyo tunafika tamati kwa siku ya leo. Nikwambie tu kwamba unaweza pia kufuatilia habari zetu katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, mtandao wa X pamoja na TikTok kwa jina la Sky International TV, na kote huko utaweza kupata habari zetu mbalimbali. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imekisha ulimwengu wa habari kwa siku ya leo unakwenda hewani, jina langu ni Fredi Cheti, nikutakie wakati mwema.